Alhamdulillah, tunamshukuru Mwenyezi Mungu kwa kutujalia uhai na uzima. Kamisheni ya Wakfu na Mali ya Amana tunaendelea katika zoezi letu la kuweza kuwahamisha wapangaji wetu wenye madeni makubwa au tunawaita wadai wa sugu. Tunapenda kutoa wito kwa wapangaji wetu wote ambao wako katika mali zetu, hususan nyumba. Tunatoa wito kama tunavyosema siku zote waweze kulipa kwa wakati na bila shuruti. Hivi sasa zoezi hili sisi kamisheni kwa kushirikiana na vyombo vya ulinzi na usalama tutawatoa kwa lazima wapangishaji hawa. Kwa leo tulikuwa katika mtaa wa Mwembe Nyumba katika nyumba namba 28/133. Nyumba hii inajionyesha mpangaji wetu ni Bwana Salim Abdul Qadir Ahmed, lakini kwa bahati mbaya kwa kutokufuata sheria bwana huyu aliweza kumweka ndugu yake kwa anavyosema anaitwa Aida Ali Muhammad, na nyumba hii wamelipa tangu Mei 2021. Kwa miaka yote hii minne hawajalipa. Kwa kweli ni jambo kubwa la kusikitisha, kwa sababu nyumba hii ni wakfu ambao unautumikia msikiti wa Biziredi. Tumeanza nao mazungumzo kwa kuwaita kwa barua, lakini hadi leo tumefikia kuwatoa kwa nguvu. Kwa bahati nzuri wamekuja, lakini katika saiti kwa kweli wameweza kufanya matukio mengi ambayo kwa ufupi umetukana serikali pamoja na ofisi yetu, lakini sisi msimamo wetu uko pale pale. Hatutoweza kumfumbia macho mtu yote kwa kuweza kuweka haki ya mnufaika mwenyewe, kwa sababu sisi ndio masuhuri. Hivyo tunazidi kutoa wito watu waweze kulipa deni lao. Sambamba na hilo pia tuliweza kumfungia nyumba ya amana hii ya Bwana Saidi Mwenye Mkuu, au wengi wanamuita Saidi Fitina, ambayo hii iko Sogea. Kwa kweli tunashirikiana sana na masheha na tunasaidiana sana na masheha, kwa kweli tunawashukuru. Lakini pia tunatoa wito kwa masheha wasiweze kukubali kukaa ushahidi au kuandika chochote cha mauziano ya mali za marehemu bila kuweza kufika Kamisheni ya Wakfu na Mali ya Amana, kwa sababu tatizo lilitokea katika nyumba hii. Ni mjomba, ni mtoto wa kaka yake marehemu ambaye ni mtoto wa dada yake ndiye aliuza nyumba hii baada kutofikia maamuzi ya mwisho wa miamala ya mirathi, ambao kwa bahati nzuri au bahati mbaya huyu bwana mwenyewe Saidi Mvita aliweka wakfu nyumba hii. Lakini bwana sheha bila kujua, baada ya kuona gazeti tu lililotolewa na serikali ambazo hizo ni procedure tu ambayo mirathi bado haijakamilika, bwana sheha maskini aliweza kusimamia mauzo haya. Lakini hii tatizo kama tunavyojua katika nchi yetu, kutokujua sheria sio sababu kwa sisi takiwa kwa sababu kutojua sheria. Tutaendelea na sisi kamisheni kuweza kutoa taaluma kwa masheha na wengineo, lakini tunatoa wito mkubwa kwa masheha wasiweze kusimamia mauzo yoyote bila ya kufika kamisheni, mauzo yote ya marehemu bila kuweza kufika kamisheni kwa kupata ithibati ya uhakika ya ile mali kweli imefikia hatua ya kuuza au la. Asanteni sana.